Bwana Yesu asifiwe. Hebu nione kwa mikono watu wa Laikipia. Bwana Yesu asifiwe. Hey. Kwanza watu wa Laikipia, mimi asubuhi ya leo nataka niseme asante sana kwa kunikaribisha hapa Laikipia. Na leo mimi nimefika hapa kwa shughuli ya mambo ya maendeleo ya sehemu hii. Nyinyi mnajua ya kwamba nimekuwa hapa pale nyuma na tulianza kazi nyingi ya watu wa Laikipia pamoja na nyinyi. Na leo mimi nimekuja hapa kuhakikishia kwamba ile kazi tulikubaliana na nyinyi tutafanya. Hiyo kazi lazima iende mbele. Tunaelewana watu wa Laikipia? Mimi nawashukuru sana watu wa Laikipia kwa kura zenu. Na kwa sababu mlinipatia kura zenu, tulikubaliana kazi fulani lazima tufanye. Kazi ya kwanza hapa Laikipia mliniambia ni kuweka amani. Ni kweli ama si kweli? Laikipia ni kweli ama si kweli? Si tulikubaliana ya kwamba Laikipia hii imeteseka kwa miaka nyingi kwa mambo ya wizi wa ng'ombe na mambo ya ukosefu wa usalama na wananchi kukosa kuishi kwao kwa sababu ya magaidi na wakora na wale matapeli, watu wanaotuharibia amani. Mimi niliwahakikishia ya kwamba hiyo maneno ya ukosefu wa usalama sehemu hii tutakabiliana nayo na tutahakikisha ya kwamba mko na amani ya kutosha, watoto wenu wasome na nyinyi mfanye kilimo na maisha isonge mbele. Lakini tunaelewana jameni? Na kwa sababu hiyo mashule nyingi, karibu mashule 40 yalikuwa yamefungwa sehemu hii kwa sababu ya kukosekana kwa amani. Ni kweli ama si kweli? Na niliwaambia mbali na kuweka amani, na mimi leo nimekuja hapa na naibu wangu Profesa Kithure Kindiki ambaye mnamjua, alikuwa waziri wa usalama. Si ndiye alikuwa waziri wa usalama hapa? Na yeye alishughulika, nilimtuma hapa ashughulike na mambo ya usalama wa sehemu hii. Tuweke wale NPR, tuhakikishe ya kwamba kuna barabara, tuhakikishe ya kwamba wananchi wanaishi kwa usalama. Mimi nikikuja Laikipia leo, mimi naelewa watu wa Laikipia kwa sehemu kubwa, almost 70-80% kumepatikana usalama hapa Laikipia. Ni kweli ama si kweli? Si ni kweli? Ile sehemu kidogo imebaki, wale wajeuri kidogo wamebaki, mimi nitashughulika na wao. Lazima wakome kuleta mambo ya mauaji na mambo ya kuharibu mali ya wananchi na mambo ya kuiba mifugo ya wananchi wa taifa letu la Kenya. Mbali na kudhibiti mambo ya amani katika sehemu hii, pia tulisema lazima tuwasaidie wananchi wa sehemu hii kwa sababu kwa miaka nyingi wameteseka, mali yao imepotea. Pia tuwasaidie na kusomesha watoto wenu. Na ndio sababu hiyo tumejenga mashule 9 sehemu hii ya hapa, kutoka hii shule yenu ya Ngarashi, sehemu hii yenu ya hapa Ngarashi. Ni kweli ama si kweli? Leo mimi nimekuja kufungua majengo haya kwa sababu majengo mingi katika mashule yetu ilikuwa imeharibika. Mashule yetu iliharibiwa na wale wezi wa ng'ombe na kuharibu mambo ya masomo na mambo ya maendeleo katika sehemu hii yenu. Tunaelewana watu wa Laikipia? Sio shule hii ya Ngarashi peke yake. Shule ya Kirima tumejenga. Shule ya Nyakenywa tumejenga. Shule ya Thigio tumejenga. Shule ya Katirima tumejenga. Shule ya